Katika wasaa mwingine, karibu mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Jina langu ni Adam Hussein. Iran imesema makubaliano ya kusitisha mapigano na Marekani yamevunjika. Kwa muda mrefu Iran ilikuwa ikieleza kwamba namna ambavyo Marekani imekuwa ikivunja makubaliano ya kusitisha mapigano hasa kwa kufanya mashambulizi ni namna ambavyo Marekani iliamua kuvunja kabisa makubaliano hayo, na wakati huu wa Iran wanatangaza dhahiri kwamba kwa sasa hawaoni sababu ya kuwa katika mfumo wa mazungumzo na wa Marekani. Naibu waziri wa mambo ya nje wa masuala ya kisheria ya Iran, Kazem Gharibabad, amesema hakuna tena kinachoitwa makubaliano ya Islamabad kati ya Tehran na Washington, akidai kuwa mashambulizi mapya ya Marekani yameharibu kabisa msingi wa maelewano yaliyokuwepo. Kauli hiyo inakuja baada ya Marekani kuanzisha mashambulizi mapya katika pwani ya kusini mwa Iran na kamandi kuu ya jeshi la Marekani CENTCOM kutangaza kurejesha kizuizi cha majini dhidi ya bandari za Iran. Hakuna tena kinachoitwa makubaliano ya Islamabad. Msingi wa maelewano kati ya Iran na Marekani umeharibiwa kabisa na Wamarekani wenyewe, alisema naibu waziri huyo. Mapema Jumatano, milipuko kadhaa imeripotiwa katika maeneo ya kusini mwa Iran kufuatia mashambulizi ya Marekani, huku jeshi la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran likijibu kwa kufanya mashambulizi makubwa kwa kulenga maeneo mbalimbali katika mataifa ya Mashariki ya Kati. Kwa kujibu mashambulizi hayo, jeshi la wanamapinduzi wa Kiislamu IRGC na jeshi la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran yamesema yamelenga vituo vya kijeshi vya Marekani nchini Kuwait, Bahrain pamoja na Jordan kwa kutumia makombora na ndege zisizokuwa na rubani. Mvutano kati ya Iran na Marekani umeendelea kuongezeka huku pande zote zikiendelea na mashambulizi na hatua za kijeshi katika eneo la Ghuba. Hata hivyo, Marekani kupitia Rais Donald Trump amesema kwamba moja kati ya mambo ambayo wakati huo anazingatia ni kuhakikisha wanaishambulia Iran vilivyo na hatimaye ikubali kunyosha mikono. Hata hivyo, ametangaza kwamba mlango wa bahari wa Hormuz uko huru licha ya kwamba hakuna meli ambayo inapita katika mlango huo wa bahari wa Hormuz. Wachambuzi wa mambo wanasema kwamba wa Iran bado wanaudhibiti mlango wa bahari wa Hormuz na Marekani bado haikuweza kudhibiti mlango huo kama ambavyo rais wa Marekani Donald Trump, ambaye alidai hapo awali kwamba atatoza 20% kwa meli ambazo zitapita katika mlango wa bahari wa Hormuz. Lakini ni Iran ambayo bado inaendelea kudhibiti mlango huo, na wakati huu inaripotiwa kwamba kuna meli imeshambuliwa na inadaiwa kwamba meli hiyo huenda ikawa inazama katika eneo la bahari la Hormuz. Wakati huu bado hali ni tete katika Mashariki ya Kati. Wa Iran wanaendeleza mashambulizi kote katika eneo la Mashariki ya Kati, hasa katika maeneo yenye ngome za kijeshi za Marekani, na imeapa kwamba lazima ifanye mashambulizi hadi tone la mwisho mpaka pale ngome ya mwisho ya Marekani itakapokuwa imeharibiwa kabisa. Huo ndio mpango wa sasa wa jeshi la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Lakini pia rais wa Marekani naye anasema kwamba moja kati ya jambo ambalo wakati huu analizingatia ni kuhakikisha kwamba lazima wafanye mashambulizi mazito katika maeneo yote nchini Iran, ikiwa ni pamoja na madaraja lakini pia na miundombinu mingine katika Jamhuri hiyo ya Kiislamu ya Iran. Marekani inaendeleza mashambulizi yake hasa maeneo ya kusini mwa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ambayo yanatajwa kwamba ndio ambayo yana ngome nyingi za kijeshi, lakini pia kuna silaha nyingi maeneo hayo ya upande wa kusini mwa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Katika kisiwa cha Qeshim, lakini pia maeneo ya Bandar Abbas na maeneo mengi ya kusini mwa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ndio ambayo hushambuliwa kwa kiasi kikubwa, tofauti na maeneo mengine ya kaskazini mwa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwa ni pamoja na mji mkuu wa Tehran. Mashambulizi mengi wakati huu Marekani inadai kwamba inafanya mashambulizi ya kimkakati kwa kushambulia upande wa kusini, na inaamini mpango wao mkakati ni kuharibu silaha za Iran. Wa Iran wanadai kwamba bado wanaendelea kuziangusha ndege zisizokuwa na rubani pamoja na ndege za kivita za Marekani, kadhalika na makombora ya Marekani, na wamesema wataendelea kulinda kwa nguvu zote Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kupitia jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC na kushirikiana na majeshi yote yaliyopo katika Jamhuri hiyo ya Kiislamu ya Iran. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio tuliokuwa nayo, na nikusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Jina langu ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.